Karibu. Rais Donald Trump amesema kwamba Marekani haiko vitani na Venezuela, na kwa mara nyingine tena amesema kuwa yeye ndiye mwenye mamlaka ya mwisho nchini humo. Akizungumza na NBC News, Donald Trump pia aliondoa uwezekano wa uchaguzi wa haraka, akisema, na hapa namnukuu, lazima turekebishe nchi kwanza. Trump alizungumza muda mfupi baada ya Delcy Rodriguez, ambaye alikuwa naibu wa Nicolas Maduro, kuapishwa kama rais wa mpito wa Venezuela. Jana usiku, kiongozi huyo aliyeondolewa madarakani alifikishwa mbele ya mahakama mjini New York akiwa na mke wake. Maduro alisisitiza kuwa yeye ni mfungwa wa vita na kwamba yeye bado ndiye rais wa Venezuela. Wakati huo huo, kiongozi wa upinzani wa Venezuela na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, Maria Corina Machado, ameambia Fox News ya Marekani kuwa anashukuru Donald Trump kwa niaba ya wananchi wa Venezuela. Napanga kurejea Venezuela haraka iwezekanavyo. Kama ambavyo nimekuwa nikisema siku zote, nitafanya maamuzi kulingana na mahali ninapoweza kuwa wa msaada zaidi kwa maono yetu. Ndiyo maana nilienda mafichoni kwa zaidi ya miezi 16, na ndiyo maana niliamua kujitokeza, kwa sababu niliamini kuwa kwa wakati huu ninaweza kuwa wa msaada zaidi kwa azimio letu. Nchini Venezuela, maelfu ya wafuasi wa Nicolas Maduro walikusanyika katika mji mkuu wa Caracas wakitaka arejeshwe pamoja na mke wake. Washirika wa Venezuela, Urusi na China walikosoa operesheni ya kijeshi ya Marekani wakati wa kikao cha dharura cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mpakani Colombia kuna hali ya sintofahamu. Jeshi lipo kwenye hali ya tahadhari na limeongeza ulinzi kutokana na wasiwasi kuhusu kauli za Rais Trump kuhusu mustakabali wa kiongozi wao, Rais Gustavo Petro. Petro ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu shambulio dhidi ya jirani yake Venezuela. Tukisalia katika taarifa hii, mpango wa kumkamata Nicolas Maduro ulisukwa kwa miezi kadhaa, lakini swali ni kwa nini? Mojawapo ya sababu zilizotajwa ni mafuta. Venezuela ndio taifa lenye hifadhi kubwa zaidi ya mafuta duniani, ikiwa na zaidi ya mapipa bilioni 300 yaliyothibitishwa kwa mujibu wa shirika la nchi zinazouza mafuta OPEC. Venezuela inafuatiwa na Saudi Arabia yenye zaidi ya mapipa bilioni 260 na kisha Iran yenye zaidi ya mapipa bilioni 200 ikishikilia nafasi ya 3. Licha ya Venezuela kuwa na akiba kubwa zaidi ya mafuta duniani, uzalishaji wake ni mdogo kwa sababu ya vikwazo. Ahmed Bahaj anawasilisha taarifa ya Ion Wells. Ni mapambazuko mapya na kiongozi mpya, lakini mfumo wa uongozi ungali tete. Hali ni hiyo licha ya haya yanayotokea. Tutaiongoza nchi hii mpaka wakati utakapofika wa kukabidhi madaraka kwa njia salama, inayofaa na ya busara. Trump ana msimamo gani na nani hasa anayeshikilia usukani kwa sasa? Kwa sasa ni Delcy Rodriguez, aliyekuwa makamu wa rais wa Maduro, waziri wa mafuta na mshirika wake wa karibu ambaye amekula kiapo kama rais wa mpito. Majaji, jeshi na mawaziri bado wana msimamo wa kumuunga mkono Maduro. Marekani haina wanajeshi wake nchini humo, lakini inatumia mbinu nyingine kutoa shinikizo. Picha hizi za Maduro akipelekwa kizuizini, mikono ikiwa imefungwa na macho akiwa amezibwa, ni onyo kwa washirika wake ambao bado wako madarakani. Trump ametishia kufanya mashambulizi zaidi ikiwa itahitajika. Ameweka wazi kuwa kitu kimoja ambacho Marekani inataka ni mafuta. Tutayachukua mafuta ambayo kwa kweli tulipaswa kuwa tumeyachukua tangu zamani. Kuna fedha nyingi sana zinazotoka ardhini. Tutalipwa kwa kila gharama tuliyoitumia. Venezuela ina akiba kubwa zaidi ya mafuta duniani. Thamani yake ni dola trilioni 17. Ni kiasi kinachoweza kutosheleza mahitaji kwa zaidi ya miaka 800, kiasi kikubwa kuliko cha nchi kama Saudi Arabia na Iran. Ni aina ya mafuta ambayo ni muhimu sana. Viwanda vya mafuta vya Marekani vinachimba zaidi ya mafuta ya mwamba tope ambayo ni mepesi. Marekani inahitaji mafuta mazito ghafi kwa wingi na Venezuela inayo kwa ziada. Lakini kufufua sekta ya mafuta ya Venezuela hakutakuwa mchakato mwepesi. Uwekezaji na ujenzi mpya utachukua miaka mingi. Nchi hiyo bado haina utulivu wa kisiasa na haina uhakika wa usalama. Aidha, hali ya sasa soko la dunia kuwa na mafuta mengi na bei kuwa ndogo inafanya uwekezaji kwa sasa kutoonekana kuwa na tija. Mshtuko wa tukio hili unahisiwa kote katika kanda hiyo. Baadhi ya waandamanaji mjini Havana, Cuba, nchi inayotegemea sana mafuta ya Venezuela, wanaonyesha mshikamano huku wakiwa na hofu. Kwa kuwa serikali yao ni adui mwingine wa Marekani, wengine wanahofia kuwa huenda wao wakafuata.
Nadhani wapo kwenye matatizo makubwa, na sitazungumzia hatua zetu za baadaye au sera zetu kwa sasa kuhusu jambo hili, lakini si siri kwamba sisi si marafiki wa utawala wa Cuba. Kwa sasa hatima ya Venezuela imenaswa katikati ya serikali ambayo bado inashikilia mamlaka na taifa lenye nguvu kubwa, yani Marekani, ambalo limedhamiria kuleta mabadiliko. Sasa tumekuwa tukiangazia maisha ya kiongozi aliyeondolewa madarakani Nicolas Maduro, lakini mkewe Celia Flores pia ana ushawishi mkubwa nchini humo. Mwanasiasa huyo mahiri mwenye umri wa miaka 69 ni nani haswa? Phyllis Mwate na maelezo zaidi. Sasa watu wengi hata ambao walikuwa wanafuatilia siasa za Venezuela na migogoro yake na Marekani walikuwa wanamjua Maduro tu, hususan kwa hotuba zake kali dhidi ya Marekani, kuaminya vilivyo wapinzani wake ama wakimwona akisakata dansi. Lakini wengi hawamjui kwa undani mkewe Bi Flores mwenye umri wa miaka 69 na ni mmoja wa wanawake wenye nguvu na ushawishi mkubwa katika siasa za Venezuela kwa zaidi ya miongo miwili sasa. Vilevile ni mwanasheria kitaaluma na aliwahi kuwa spika wa bunge la Venezuela, na anatajwa kuwa na mchango muhimu katika kusimika na kuimarisha mamlaka ya Maduro baada ya kuchukua urais mwaka 2013 kufuatia kifo cha Hugo Chavez. Akiwa mke wa rais, Maduro alimpa jina la heshima la mpiganaji wa kwanza, tofauti na cheo cha jadi cha First Lady. Ingawa mara nyingi alijitokeza kwa taswira ya kifamilia, ikiwemo kuendesha kipindi cha televisheni Concilia en Familia, wachambuzi wanasema kwamba Bi Flores alikuwa mshauri wa karibu wa rais na mshirika muhimu katika mikakati ya kisiasa na ya serikali. Hata hivyo, maisha yake ya kisiasa yameandamwa na tuhuma za rushwa, upendeleo wa kifamilia na uhusiano wa karibu na watu waliokumbwa na kesi za kibiashara ya dawa za kulevya. Wapwa zake wawili mfano walihukumiwa nchini Marekani kwa makosa ya kusafirisha cocaine, ingawa baadaye walirejeshwa Venezuela kupitia makubaliano ya kubadilishana wafungwa. Utawala wa Marekani unaamini kuwa Bi Flores alikuwa mshirika wa karibu pia wa mumewe Maduro katika kile wanachowatuhumu kuongoza genge la biashara ya dawa za kulevya. Sasa Bi Flores jana alipandishwa kizimbani jijini New York pamoja na mumewe Maduro. Ushirika wao wa karibu umeendelea hata katika kipindi hiki cha madhila kwa familia yao.